أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali saumu zetu na atakabali kufunga kwetu insha Allah Ta'ala katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa Ramadhan insha Allah Ta'ala. Leo tungependa kuchukua nukta ambayo kwamba ni nukta ndogo miongoni mwa nukta zinazopatikana katika mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Taban, mafukaha wetu, maulama wetu wameweza kuelezea maana ya kufunga. Lakini kabla hapo tungependa kutaja jinsi walivyoweza kuelezea kuhusiana na kufunga au maana ya saumu, kisha inshallah taala tumalizie na nukta muhimu sana ambayo kwamba ni nukta inayohusiana na kikao hiki inshallah taala. Wanasema kwamba mafukaha, tukisema mafukaha ndugu yangu Islam, tunamaanisha ni maulama wetu ambao kama wamebobea katika elimu ya sheria na elimu ya fiqh. Wanasema kwamba as-saum, yani kufunga ni nini? Ni ibara, yani ni jumla ambayo kwamba inamaanisha nini? Kafu nafs anil muftirat, yani kuzuia nafsi kutokamana na kila kitu ambacho kwamba kinachofuturisha, allati ambayo kwamba miongoni mwa hivyo vitu ambavyo kwamba vinavyofuturisha miongoni mwayo ambayo kwamba ni muhimu sana ni nini? Ya kwanza al-akl, ni kula, yani kula, kupitisha chakula kwenye koo, kula. Ya pili ni kunywa. Alafu ya tatu ni al-jimaa, ni kufanya jimaa, yani ni mwanamke, yani ni mwanamume kumuingilia mwanamke, katika ibara ambayo kwamba iko wazi. Kisha wanasema kwamba wal irtimas fil ma, na kupiga mbizi kwenye maji, min tulu'il fajr. Sasa kufunga huko na kuzuia nafsi huko kuanzia saa ngapi? Min tulu'il fajri, kuanzia kuchomoza kwa jua, ila ghurubi shams, hadi kuzama kwa jua. Kwa hivyo hiyo ni nukta ya kwanza ya kuonesha kwamba maulama wetu wanaongea vipi kuhusiana na kufunga bilkhusus katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo tumeona kuna vitu ambavyo kwamba vinafuturisha ambavyo maulama wetu wamevitaja kama vile kula na kunywa na mengineyo. Lakini nataka leo tuongee kuhusiana na kitu muhimu sana ambayo kwamba inatuhusu sisi sote ambao kwamba tunafunga na sisi sote Waislamu. Anasema katika riwaya mmoja wa maimamu wetu ambaye kwamba ni al-Imamu Jafar Sadiq, kwamba anasema kwamba yule ambaye kwamba man aftara yawman min shahri ramadhana kharaja ruhul iman min. Hii hadithi ni fupi lakini ina maana kubwa. Anasema kwamba man aftara yawman, yule ambaye kwamba atafuturu, si kwamba atafuturisha, ni kwamba atafuturu. Kuna hadithi ambazo kwamba zinaongea kufuturisha, hiyo ni tofauti, ina thawabu ndani yake yule ambaye kwamba atakayefuturisha. Lakini yule ambaye kwamba atakayefuturu, man aftara yawman min shahr Ramadhan, yule ambaye kwamba atakayefuturu katika miongoni mwa siku za mwezi wa Ramadhan, kharaja, anasema kwamba basi itakuwa ni yenye kutoka ruhul iman, itakuwa ni yenye kutoka roho ya iman. Kwa ajili inamaanisha kwamba saum ina kipande na ina dauri katika iman. Kabla tujaendelea, tungependa kusherehesha hadithi hii. Anamaanisha nini huyo imamu wetu? Anamaanisha kwamba yule ambaye kwamba atakayekula mchana kwa kukusudia, yani atakula mchana kwa kusudia, kwa kufuturu katika vitu ambavyo kwamba tumevitaja katika mchana wa mwezi wa Ramadhan. Na ni wangapi sisi kwetu sisi saizi tunafuturu tu hivyo pasina hata kufikiria?
Wangapi ambao kwamba saizi tunawaingilia wake zetu mchana mwezi wa Ramadhani? Wangapi ambao kwamba Ramadhani kufunga kuna tushinda, tunakuwa ni wenye kuvunja saumu zetu? Wangapi? Isizidi sana. Wangapi ambao kwamba tunashindwa kufunga, tunakuwa ni wenye kujipatia sababu ya kusafiri kutoka mji kwenda mji mwingine, japo tu tutoroke kufunga. Ndo anasema kwamba man aftara yawman min shahri ramadhana, yule ambaye kwamba atakaye futuru katika siku miongoni mwa siku za mwezi wa Ramadhan, kharaja ruhul iman, roho ya iman itakuwa ni yenye kumuondoka. Roho ya iman yani maana yake ni asili na msingi wa iman. Kwa nini? Kwa ajili kuna nukta ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an. Mnakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumu siyam, mmefaradhishiwa kwenu ninyi saumu. Yani hauwezi funga mpaka uwe na iman. Hauwezi funga mpaka uwe na nini? Uwe na iman. Na ndo hapa tunapata tukirudi katika wanasheria, wanasema kwamba kuna sharti aina mbili katika kufunga, lakini sisi tutachaja moja. Sharti ya kufunga ni iman. Yani ili iswihi saumu yako, ili saumu yako ikubalike, lazima uwe na iman. Sasa hii imani itakapoondoka, ruhu ya iman, msingi wa imani itakapoondoka katika nafsi yako na kwako wewe mwenyewe, je, utakuwa ni mgeni wa nani? Na tunapata katika riwaya nyingine, katika madhumuni ya riwaya nyingine inasema kwamba atakhasirika yule ambaye kwamba hatokubaliwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ni wasia, ndugu yangu Muislam, kwenu nyinyi kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tujaribu. Tunajua kwamba kuna vitu ambavyo kwamba vinatusumbua kila wakati. Kwanza tunaongea na wale ambao kwamba si kuongea tu, bali tunawahusia wale ambao kwamba wamezoea kutumia vitu fulani katika siku za mwezi wa Ramadhani. Unatumia vitu fulani usiku ili mchana uwe soba, ama unatumia ili uweke store ya mchana mzima. Ndugu yangu Muislam, jiepushe na hivyo vitu. Yani katika mwezi wa Ramadhan wewe ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jiweke mbali na vitu ambavyo kwamba vitakuwa ni venye kuweka tashwishi saumu yako na kufunga kwako. Tukumbuke kwamba pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka tuwe wageni wake katika hali ambayo kwamba tuko katika hali sahihi, tuko katika afya sahihi, tuko na akili timamu. Si wakati unafunga akili yako haiko timamu. Wakati ambao kwamba unafunga, miongoni mwa masharti za kufunga ni yani tamamiyatul aql, ni kwamba akili iwe timamu. Lakini kama akili yako haiko timamu, utafunga vipi? Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa Ramadhan, awe ni mwenye kutukubalia na kutakabali kufunga kwetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali juhudi yeyote ambayo kwamba ndugu yangu Muislamu anatoa. Juhudi ya kujinyima, juhudi ya kujizuia. Tunajua kwamba unatamani, lakini jizuie. Kujizuia huko utapata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakulipa. Wewe kujifungia katika vitu ambavyo kwamba katika miezi zingine umezoea, na ujifungie katika mwezi huu wa mwezi wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukulipa. Kwa hivyo tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.